Sababu kwa nini unampenda mke wako, kwa nini unampenda mume wako, ni kwa sababu ni mke wako, ni kwa sababu ni mume wako. Maana yake angekuwa huyo sio mke wako, mke wako angekuwa mwingine, upendo ule ule ungehamia kwa mwingine. Lakini tunapoongea kwa habari ya upendo wa kimungu, upendo wa agape, huu ni upendo ambao hauna sababu yoyote. Yani Mungu anakupenda kwa sababu anakupenda. Hakuna ulichofanya Mungu akakupenda, ila Mungu anakupenda kwa sababu anakupenda. Na ndio maana kwenye ile Warumi anaandika, anasema ya kwamba tungali tukiwa wenye dhambi, bado Kristo alikufa kwa ajili yetu. Na pengine hapa natamani niweke jambo fulani sawa. Mara nyingi wahubiri wa injili tumekuwa tunakosea, ama kwa kujua ama kwa kutokujua. Ukifika mtaani, ama nimesikia mara nyingi mtaani, ukifika sokoni utakuta watu wanasema namna hii: acha dhambi, njoo kwa Yesu. Acha dhambi, njoo kwa Yesu. Acha dhambi, njoo kwa Yesu. Now, inawezekana kwa sababu ya ufahamu, ama inawezekana kwa sababu ya tafsiri, lakini kimsingi hautakiwi kuacha dhambi ndio umfuate Yesu. Unatakiwa kumfuata Yesu, yeye akuwezeshe kuacha dhambi. Kwa sababu ikiwa unatakiwa kuacha dhambi umfuate Yesu, then hakukuwa na sababu ya Yesu kuja kufa kwa ajili ya dhambi za wanadamu. Maana tulikuwa tuna uwezo wa kuacha dhambi ili tumfuate. Lakini kwa nini Yesu akaja? Kwa sababu hayuko mwanadamu anayeweza kuishinda dhambi isipokuwa kwa msaada wa Yesu. Na ndio maana sasa unaona upendo wa kimungu unapokuja kwenye maisha ya mtu, ni aina fulani ya upendo ambao unakuja kumbadilisha mtu. Unamchukua jinsi vile alivyo, alafu unampeleka kwenye viwango vya kimungu. Kama kuna mtu ananielewa aseme amen. Kama kuna mtu ananielewa aseme amen. So natamani nikuonyeshe mambo kadhaa tofauti ya hizi pendo za kibinadamu na huu upendo mkubwa kabisa, huu upendo wa Mungu ni mambo gani. Nitakuonyesha mambo kama matatu ambayo nimeyapa title sifa za kipekee za upendo wa Mungu. Sifa za kipekee za upendo wa Mungu. Sifa ya kwanza ya upendo wa Mungu ni upendo usio na sababu, ni upendo usio na kikomo, ambayo hii tumeisoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 5, ambayo anasema bali Mungu aonyesha upendo wake mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Kwa hiyo maandiko haya yanatuonyesha kifo cha Yesu hakikusubiri tuwe wasafi. Kifo cha Yesu hakitusubiri tustahili. Kifo cha Yesu hakikusubiri sisi tukae kwenye position, ila Mungu tu alitupenda. Ninapenda kwenye tafsiri ya Yohana anasema 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliwapenda walimwengu, alafu akamtoa Yesu ili kila anayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Kule mbele anaenda na anamalizia anasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu na Kristo Yesu uliyemtuma. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho natamani ukielewe ili upokee upendo wa Yesu, lazima uelewe ni aina ya upendo ambao hauna sababu wala hauna kikomo. Mimi nina watoto wangu, ninawapenda sana, lakini ninawapenda kwa sababu ni watoto wangu. Nikiwaangalia naona sura yangu pale, nikiangalia ninaona hawa ndio watachukua mali zangu hao. Kwa hiyo ninawapenda kwa sababu hiyo. Ninawapenda wakati mwingine kwa sababu ya kile wanachokifanya, lakini Kristo alitupenda, hakuna tulichofanya tukapendwa na wengine kama sisi ambao tumesimama. Mtu kama mimi leo nimesimama kuwa mhubiri, lakini nikiangalia historia yangu, hata wewe ukiangalia haraka haraka, mimi nisingefanania kuwa mchungaji, lakini guess what? Jesus did it. Kwa sababu ya upendo usio na sababu. Jambo la pili ambalo natamani